Ujumbe wetu wa siku ya leo unasema hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Yoshua sura ya kwanza na mstari ule wa 5. Kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza na mstari ule wa 5. Andiko hapa nasema hivi: hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili Mungu wetu alinena na Yoshua, lakini alinena na wote waaminio, kwa sababu Yoshua hakuwa kwanza kuambia maneno haya. Maneno haya ndiyo ambayo pia aliambiwa Musa, kama jinsi ambavyo tutaweza kuona hapo baadaye. Na maneno haya Yoshua aliambiwa baada ya kufa kwake Musa. Yoshua alikuwa tu mtumishi wa ndani au houseboy wa Musa. Alikuwa ni mtumishi wa Musa. Yoshua alikuwa ni kijana aliyekuwa anamtumikia Musa katika kazi yake Mungu aliyokuwa anaifanya. Na hivyo alionekana kuwa ni mtu wa kawaida sana. Na hata leo tunaweza kuona jinsi ambavyo watu wengi inapokuja swala la wasaidizi wa kazi za nyumbani wanaonekana ni watu wa chini sana. Wasichana wa kazi, wasaidizi wa kazi, wasichana, wavulana, watu wanawadharau. Lakini Mungu akataka kuonyesha kwamba watu wale wanaodharauliwa, yeye kwake ni watu walio wakubwa na wanaweza wakafanya mambo makubwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kwanza mwanzo wake Yoshua alipokuwa kijana msaidizi tu wa Musa, mtumishi wa Musa. Katika kitabu hicho cha Yoshua sura ya kwanza, na tunaweza kuangalia sasa ili tupate picha nzuri zaidi kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 4. Yoshua sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4, ambao sasa unaofuata ndio mstari wa 5. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa. Kwanza tuangalie hapo maneno hayo tuweze kuelewa. Musa anaitwa mtumishi wa Bwana. Yoshua anaitwa mtumishi wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla Yoshua hajawa mtumishi wa Bwana, kwanza alikuwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hapa anataka kutufundisha kitu, kwamba mtu hawezi kutokea tu kusikojulikana akawa mtumishi wa Mungu. Hakuna mtu namna hiyo, hayuko. Mtumishi wa Mungu lazima kwanza awe mtumishi wa Mungu. Nitarudia tena, yeyote yule ambaye amefikia mahali daraja la kuwa mtumishi wa Mungu, kwanza lazima awe mtumishi wa Mungu. Yaani kwanza lazima aketi miguuni pa mtumishi wa Mungu kabla yeye mwenyewe hajawa mtumishi wa Mungu. Amen. Lazima afundishwe, ndio maana yake. Lazima afundishwe na mtumishi wa Mungu, lazima alelewe na mtumishi wa Mungu. Ndio maana mtumishi yote yule wa Mungu lazima awe ametokana na mtumishi wa Mungu mwingine ambaye anakuwa ni baba wake kiroho, aliyemzaa, akamlea, akamkuza, yeye naye akafikia daraja la kuwa mtumishi wa Mungu. Kwanza alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ukiona mtu anakuambia yani mimi yani ni Mungu tu, ameniita tu Mungu, amenipa tu karama Mungu, yani ni roho tu mtakatifu, hakuna kitu cha namna hiyo. Yesu peke yake ndiye ambaye alitumwa na Mungu direct na hakulelewa na mtumishi wa Mungu yeyote. Lakini
waliobakia, mitume wachache sana mwanzoni kabisa Mungu aliwaita kama wao walivyo, lakini baadaye sana watumishi wa Mungu, manabii na mitume, ni umetokana na malezi ya watumishi wengine wa Mungu waliowalea. Amen. Na ukitaka kujua wakati mwingine kwamba huyu mtu utumishi wake ni wa namna gani, wewe tafuta kujua baba yake wa kiroho. Unaweza sivyo? Kama una baba yake kujua huyu, usipate shida sana. Wewe ulizia tu, huyu ni mtoto wa nani? Amen. Ulizia baba yake ni nani. Sasa baba alivyo baba, mara nyingi na uzao wake watafanana naye. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Mtoto wa nyoka hawezi kuwa mjusi, wala mtoto wa simba hawezi kuwa kondoo. Kwa hiyo hapa tunaona Yoshua mtumishi wa Musa, yeye naye baada ya kukaa na kumtumikia Musa kwa miaka mingi, akajifunza miguuni pa Musa, akawa anaona huduma ile inavyokwenda. Musa akaona mchukua, anapanda naye mlimani, Yoshua kama msaidizi wake. Kumbe kwa kufanya hivyo, yeye naye alikuwa anafundishwa ili aje achukue nafasi ya Musa baadaye, na asiwe tena mtumishi wa Musa, awe mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Turudi pale katika Yoshua sura la kwanza mstari ule wa kwanza na kuendelea. Ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, angalia hapo, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi ni wapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Ndipo mstari wa 5 unakuja sasa. Hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona jinsi ambavyo wana wa Israeli, Mungu alivyokuwa amewapa ahadi ya kuwapa kumiliki nchi nzuri iliyojaa maziwa na asali. Sasa nchi hiyo nzuri ambayo ilikuwa imejaa maziwa na asali, ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa inakaliwa na watu wengine, ilikuwa inakaliwa na mataifa mengine, lakini Mungu akaitoa nchi hiyo na kuwapa wana wa Israeli na kuwaondoa wale wengine ambao walikuwa wanaishi katika ardhi hiyo au katika nchi hizo. Mungu aliwaondoa, na kinyume chake akawaondosha hao kwa njia ya vita, na wakashindwa vita mataifa hayo, akawapa wana Israeli kwamba wakae hapo. Na kwa nini? Unaona katika mstari wa 4 Biblia inasema, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo ya jua, ndipo patakuwa mpaka wenu. Kulikuwa na mataifa mengi tu katika nchi hiyo ambayo sasa hivi inajulikana kama nchi ya Israeli. Kulikuwa na Wakaanani humo, kulikuwa na Wayebusi, mataifa mengi tu. Lakini Mungu aliwaondoa mataifa hao, aliwapa wana Israeli kupigana vita na kuwashinda na kuwafukuza kabisa mataifa hayo, na akawaagiza wala msifanye kwa namna yao miungu yao na imani zao msizifuate. Ndio maana nimewaondoa hao watu, kwa sababu
hawakuwa watu wa Mungu. Mungu anaweza kuwaondoa watu wengine wengi tu mahali fulani ili wewe uweze kumiliki hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wanaoondoa ni watu ambao hawamwabudu Mungu, hawampendi Mungu, hawamjui Mungu, na Mungu atawaondoa watu wa namna hiyo ili awaweke watu wake au amweke mtu wake hapo, kwa sababu mtu mcha Mungu, mtu anayemwabudu Mungu, maandiko yanaeleza jinsi ambavyo mtu huyo ni wa thamani sana machoni pake Mungu, na kwa sababu hiyo Mungu yuko tayari kuondoa watu wengine kwa sababu ya mtu yule aliye wa thamani machoni pake, ili aweze kumiliki na kutawala katika vile ambavyo Mungu amempatia. Amen. Angalia Isaya sura ile ya 43 mstari ule wa 4. Isaya sura ya 43 mstari ule wa 4. Tuanze mstari wa 3. Isaya 43 tuanze mstari wa 3 mpaka wa 4. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Mungu aliwatoa Misri kuwa ukombozi wa Israeli. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako, kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba kuna mataifa ambayo aliyatoa kwa sababu wao walikuwa ni wa thamani. Akatoa Misri, akatoa Misri kwa sababu yeye alikuwa ni mwenye thamani, Misri kuwa ukombozi. Akatoa na Kushi na Seba kwa ajili yao, kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazungumza na wewe. Ikiwa ni mtu ambaye utaishi kwa kumpendeza Mungu katika maisha yako, na Mungu amekupenda, ni wa thamani machoni pake Mungu, Mungu anaweza kuwatoa watu mahali penye nafasi nzuri ambapo anaona panakufaa wewe, ili wewe ukae hapo, umiliki hapo, ustawi hapo, ufanikiwe hapo, kwa sababu wewe ni wa thamani kuliko hao walioko hapo ambao hawamjui Mungu wala hawamheshimu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona maandiko sehemu nyingine anasema watafunga matita alafu wataleta kwako. Akiwa anasema ndio mataifa kwamba watafunga matita ya fedha. Wewe ukiwa ni mtu unayefanya biashara, atawaamuru mataifa wafunge matita waje kununua kwako, waje walete pesa kwako. Bwana anasema hivyo kwa sababu wewe ni wa thamani machoni pake, ni mwenye kuheshimiwa, amekupenda. Kwa sababu hiyo atatoa watu kwa ajili yako, kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo alivyofanya kwa wana wa Israeli. Tukumbuka jinsi ambavyo hata katika kusafiri kwao, Musa ifika mahali akachagua katika kila kabila kijana mmoja ambaye walikwenda kupeleleza nchi ya Kanaani kwamba ni nchi ya namna gani. Wakaenda kupeleleza na wakarudi na matunda yaliyokuwa yanapatikana katika nchi ile, ili kuleta ushahidi ya kwamba nchi ile ambayo Mungu amewaahidia ni nchi iliyo njema sana, yenye kustawisha mazao, imejaa matunda namna hiyo. Lakini Mungu alikusudia kwamba wana wa Israeli waende pale na kuwafukuza wenyeji ambao walikuwa ni Wakanaani, walikuwa wanaishi hapo. Wakafukuzwa ili vile vilivyo vizuri, vile vilivyo vyema sasa hivyo wanaostahili
ni watu wa Mungu ambao ni wa thamani machoni pake Mungu, ni wenye kuheshimiwa na tena wamependwa na Mungu. Wewe ni mtu wa thamani sana, wewe ni mtu wa kuheshimiwa na Mungu, wewe umependwa na Mungu, unastahili kilicho bora katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama alivyoambiwa Yoshua, ndivyo pia alivyokuwa ameagizwa Musa. Wakati huo kijana Yoshua alipokuwa ni mtumishi wa Musa, yeye naye aliagizwa vivyo hivyo kama maneno hayo ambayo Yoshua aliambiwa. Angalia Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 22 mpaka mstari wa 25. Kumbukumbu la Torati mstari wa 11 mstari wa 22 mpaka 25. Kwa kuwa kwamba mtayashika kwa bidii maagizo yote ni waagizayo kufanya, kumpenda Bwana Mungu wenu na kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye, ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu, tokea hilo jangwa na Lebanoni na tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi itakuwa ndiyo mipaka yenu. Hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga kama alivyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Leo tukaweza kuona tofauti kwamba haya tunayoyasoma hayaonekani kuwa sehemu ya maisha yetu katika imani. Kwa nini? Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu ameweka maagizo ya mtu ambaye ataweza kuyashika maagizo yake kwa bidii, kama anavyotufundisha kila siku, kufanya, kumpenda Bwana Mungu wetu na kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye. Anasema ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi. Lazima kuwe na kitu cha ziada kwa huyu mtu wa Mungu, ili tuweze kupata huo uwezo, hii neema iweze kuwa juu yetu, huu mpango wa Mungu uweze kutimia kwako. Yako mambo ambayo Mungu anasema hayo lazima tuyaangalie maagizo yake, kuyafanya maagizo yake, kumpenda Bwana Mungu wetu, kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye. Anasema mstari 23, ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa ya yote mbele yenu. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni kuona kwamba mahali popote pale ambapo sisi tutakuwako kama watu wa Mungu, haijalishi ni nani ambao tuko katikati yao, kwamba ni wenye nguvu kuliko sisi, kwamba ni wenye elimu kuliko sisi, wawe na chochote watakachokuwa nacho. Mpango wake Mungu ni kwamba wewe mtu wa Mungu uweze kumiliki na kutawala, na wale wengine wote wawe chini yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiwa tutakuwa ni watu wenye kuyashika maagizo yake yote Mungu, itakuwa ni watu ambao tutakuwa tunampenda Mungu kama alivyotuambia, watu ambao tutakuwa tunampenda Mungu. Ikiwa tutakuwa tunatembea katika njia zake Mungu na kushikamana naye, anasema hayo ndipo itakapotimia. Kwa hiyo utaweza kuona wakati mwingine watu wanaacha kuyashika maagizo ya Mungu, wakidhani ya kwamba kwa kufanya hivyo inawaletea ahueni au nafuu au maisha mazuri, lakini kumbe inakuwa ni kwa hasara yake mtu mwenyewe. Asifiwe. Ukiacha kushika maagizo ya Mungu, anayepata hasara sio Mungu,
Mungu hana hasara yoyote. Lakini kitakachotokea ni kwamba sisi tutapata hasara, kwa sababu hatutaweza kuwafukuza adui zetu. Hatutakuwa na mamlaka ya kuwafukuza adui zetu walio mbele yetu. Hatutaweza kuwamiliki. Hatutaweza kuwa na nguvu ya kuwapita wao, kwa sababu sisi wenyewe bado ni watu ambao tumeshindana na maagizo ya Mungu. Sisi wenyewe bado tumekwenda mahali, kwa sababu hiyo inakuwa ni hasara kwetu. Utakaa mahali na mataifa utashangaa wao wako juu yako, biashara zao ziko juu yako, mafanikio yao yako juu yako, alafu tunaanza kushangaa, mimi mbona nimeokoka? Mbona hao watu wa mataifa hata biashara zao wanaonekana wao ndio wanauza zaidi kuliko mimi? Mbona wanaonekana kufanikiwa zaidi kuliko mimi? Kuna mambo ya kujihoji sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu ameweka hapa kwamba lazima tuwe ni watu ambao tunayafanya yote aliyotuagiza, watu ambao tunampenda Mungu, tunatembea katika njia zake zote na kushikamana naye. Ndipo Bwana yeye mwenyewe atakapowafukuza mataifa yaliyo mbele yetu. Sio sisi, sio wewe, sio mimi, sio kwa nguvu zetu. Yeye anasema atakapowafukuza mataifa yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, tunayo mambo ya kuyatafakari katika maisha yetu, kila siku. Mstari wa 24, kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Tokea hilo jangwa na Lebanoni, tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi, itakuwa ndio mipaka yenu. Mungu huwa anatupatia maeneo ya kumiliki au vitu vya kumiliki. Kunakuwa na mipaka, na ndani ya mipaka hiyo anasema hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Mungu ametupa kumiliki, labda ni eneo au ni biashara au ni jambo lolote lile ambalo Mungu ametupatia sisi. Na kuna watu wengine ambao hawamjui Mungu wametuzunguka. Yeye amesema hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yetu. Hapata kuwa na mtu atakayeweza kushindana nasi. Hakutakuwa na mtu atakayeweza kuwa juu yetu katika mazingira yoyote yale. Mungu amesema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu wa kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga, kama alivyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia uhalisia wake uko tofauti sana na maisha yetu jinsi yalivyo. Bado wako watu ambao wanatutisha, sisi ndio tunaotishika. Wako watu ambao wanasimama mbele yetu, sisi ndio tunaokimbia. Wako maadui zetu wanatukimbiza. Si mpango wa Mungu, sivyo Mungu alivyokusudia. Yeye alikusudia mahali popote tulipo sisi tutakuwa vichwa na wengine watakuwa mkia, katika jina la Yesu. Mahali popote pale tutakapokuwako, sisi ndio tutakuwa juu, wengine watakuwa chini, katika jina la Yesu. Ukiona neno hilo lijatimia, jiulize mwenyewe, tatizo sio Mungu, tatizo liko kwetu sisi. Yoshua alikuwa mtumishi mwaminifu wa Musa wakati alipokuwa na Musa. Alikuwa ni mtumishi, alikuwa mwaminifu sana. Kitabu kile cha Kutoka sura 24 mstari wa 13. Kutoka 24 mstari wa 13. Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu. Aliondoka na Yoshua mtumishi wake, akapanda naye mlimani kwa Mungu. Kuna faida ya kuwa watumishi wa Mungu, yaani kuwa watumishi wa watumishi wa Mungu. Wewe utajifunza si kwa neno tu, lakini utajifunza hata kwa maisha yake.
huyu mtumishi wa Mungu, maana utapata nafasi ya kuwa pamoja naye, utapata nafasi ya kusikia kutoka kwake, utapata nafasi ya kujifunza mambo mengi katika uhalisia, kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu. Unayo nafasi na wewe ya kuwa mtumishi wa Mungu, kwa sababu kuna mambo ambayo unajifunza kila siku kwa kuona na kusikia kutoka kwa yule mtumishi wa Mungu ambaye uko karibu naye. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo lilompandisha Yoshua na akafikia kuwa katika daraja la kuwa mtumishi wa Mungu, ni kwa sababu maisha yake yalikuwa karibu sana na mtumishi wa Mungu Musa. Kadiri unavyokuwa mbali sana na watumishi, ndivyo unavyokuwa mbali sana na kujifunza na kuinuliwa na Mungu ili wewe nawe uwe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Kama unakusudia Mungu akutumie uwe mtumishi wa Mungu, lazima ujue ukaribu wako na mtumishi wa Mungu unayo nafasi ya kukuambukiza wewe nawe utumishi huo ukaja kwako katika jina la Yesu. Elisha mtumishi wa Mungu alikuwa ni mtumishi wa Elia, alikuwa ni mtumishi wa Elia. Kwa hiyo hilo likamfanya Elisha awe na upako maradufu kama alivyokuwa ameomba juu ya bwana wake Elia. Maana alikuwa anaambatana naye kila anakokwenda, anaambatana naye. Kwa hiyo anajifunza mengi, anajifunza kutoka kwa bwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tujifunze zaidi. Bwana aliposema patakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Maana yake nini? Turudi pale katika kitabu cha Yoshua sura ya 1, tuangalie sasa mstari ule wa 5 mpaka mstari wa 9. Yoshua 1 mstari ule wa 5 mpaka mstari ule wa 9. Hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Mungu huwa ananena nasi wakati mwingine mara moja au hata mara mbili, lakini la msingi ni kwamba tunatakiwa kuliamini neno la Mungu kama Mungu anavyonena nasi. Maneno haya unatakiwa uyaamini. Amen. Maana wakati Mungu anazungumza na sisi, anazungumza na sisi kama jinsi ambavyo alizungumza na Yoshua, alizungumza na Musa, anazungumza na watumishi wengine wote, anazungumza na watu wake, ndivyo hata sasa Bwana anavyozungumza na wewe. Hapata kuona mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Hapa Mungu anazungumza, anazungumzia juu ya maadui, si mtu kama mtu tu yeyote. Hapa anamaanisha maadui zako, maadui wako. Hapata kuwa na adui yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, kama alivyokuwa pamoja na Musa, kama alivyokuwa pamoja na Yoshua, kama jinsi ambavyo amekuwa pamoja na watumishi wake wa Mungu wengine, ndivyo atakavyokuwa pamoja na wewe. Hata kupungukia wala hata kuacha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umuhimu huu ambao Mungu anauzungumza hapa kwa habari ya kutokuwaacha watu wake wala kuwapungukia watu wake, na kwamba atakuwa pamoja nao, na anasema hakuna atakayeweza kusimama mbele ya watu wake, ni muhimu kujua ya kwamba hawa ambao alikuwa anazungumza nao walikuwa ni watu waliokuwa wanamtumikia yeye. Bwana asifiwe. Walikuwa na watumishi. Utumishi, kila mmoja ameitwa kwa utumishi wake. Si lazima tuwe kama Musa, tuwe kama Yoshua, tuwe na wana wa Israeli tunaoongoza. Kila mmoja kwa kadiri ya neema aliyopewa na Mungu katika eneo lake la kutumika.
Mungu anajua kwamba haiwezekani watu wote wawe kama Musa, haiwezekani watu wote wawe kama Yoshua, haiwezekani watu wote wawe watumishi wa ngazi hiyo. Kila mmoja Mungu kwa kadiri ya neema aliyopewa ya kumtumikia. Kinachohitajika tu ni kuwa waaminifu katika wito Mungu aliotuitia. Amen. Kwa hiyo wewe ukiwa mwaminifu katika wito aliokuitia Mungu, wewe tayari ni mwaminifu, ni wa thamani machoni pake Mungu. Wewe ni mtu unayependwa na Mungu na kuheshimiwa, na kwa namna hiyo hiyo Mungu ataangalia kwamba hakuna adui atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako akakutoa katika mpango wa Mungu. Na anasema kama jinsi ambavyo amekuwa pamoja na watumishi wengine wa Mungu, ndivyo atakavyokuwa na yeyote yule ambaye amemwita kumtumikia katika hatua yoyote ile. Bwana anasema hatampungukia mtu huyo wala hatamwacha katika jina la Yesu. Haijalishi kwamba wewe ni mtendakazi au ni kiongozi, si wa ngazi gani, au unashika huduma fulani ambayo unatumika, wewe ni wa thamani machoni pake Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu katika ngazi na neema hiyo aliyokupatia. Wewe ni mtu ambaye Mungu atakuangalia kwa jicho la pekee, na kama anavyosema kwamba hakuna atakayeweza kusimama mbele yako, neno hilo litatimia kwa kila mmoja katika jina la Yesu. Lakini katika mstari wa 6 hapo, Yoshua 1:6 anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Mungu anahitaji tuwe hodari katika mambo ya imani, tuwe hodari katika mambo anayotufundisha, tuwe na ushujaa katika yale ambayo Mungu anatufundisha. Wengi tunajifunza mambo mengi tu katika neno, lakini inapokuja katika uhalisia kwamba neno lile sasa tunatakiwa tulisimamie kama lilivyo katika mazingira ambayo tunakabiliana nayo, wengi wanashindwa. Wanakosa uhodari, wanakosa ushujaa, wanakosa kupambana, hawawezi kupambana. Sasa unapokuwa ni mtu ambaye huwezi kupambana katika imani, wewe sio hodari, huna moyo wa ushujaa, huna imani, mambo mengi ya Mungu utasikia kwa wengine, wewe utayaona. Kwa sababu yote ambayo Mungu anatueleza ni mambo ambayo yanahitaji imani kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe. Yanahitaji kuamini. Lazima umwamini Mungu, lazima uniamini neno lake, uonyeshe uhodari katika neno la Mungu, uonyeshe moyo wa ushujaa katika neno la Mungu. Ikiwa Mungu anasema usiogope, maana yake usiogope, hakuna namna nyingine. Pale ambapo anasema tusimame tukiwa thabiti katika imani, simama ukiwa thabiti katika jina la Yesu, utamwona Mungu. Kwa hiyo namna yote ile ya kukosa ushujaa, kukosa kuwa hodari, maana yake ni kwamba huna imani. Na Biblia inamfananisha mtu asiyekuwa na imani sawasawa na mawimbi katika bahari ambayo yanatupwa huku na huku, mawimbi ya bahari. Anasema mtu kama huyo asitarajie kupokea chochote kutoka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Na Mungu anawapenda watu wenye imani, anapendezwa na watu wanaoamini. Hata katika kupokea miujiza na kumwona Mungu katika mambo mbalimbali maisha yetu, Mungu anataka kuona imani. Amen. Imani yako ndiyo itakayokufanya upokee. Waebrania sura 11 mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wanatafutaye. Hatuwezi kumpendeza Mungu watu sioamini. Hatuamini kwamba Mungu anaweza kutufanyia hili
Mungu anaweza kutushindia vita hii, Mungu anaweza kutuponya, Mungu anaweza kutuvusha hapa, Mungu anaweza kututendea. Mtu anakuwa haamini. Katika haya kutokuamini, wewe unakuwa huwezi kumpendeza Mungu na usitarajie kupokea kitu. Wengi wanaishi maisha hayo ya kutokumwamini Mungu, japokuwa ni watu ambao wanasema wameokolewa, lakini hawamwamini Mungu. Wanakuwa ni watu wa kuwayawaya, watu waliojaa mashaka, watu wa kunung'unika, watu wamejaa hofu, yani kama mtu asiamini. Hakuna tofauti na mtu ambaye hana Yesu ndani yake, ndani ya maisha yake. Unawezaje mtu namna hiyo? Sasa anaambiwa hapa Yoshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi niliyowapia baba zao, ya kwamba nitawapa. Unajua, wakati Yoshua anachukua nafasi kutoka kwa Musa, ilikuwa bado hawajavuka mto Yordani, na yeye ndiye ambaye alikuwa anatakiwa kuwavusha mto Yordani na kuendelea mbele na safari ile ambayo ilikuwa ni safari ya imani. Wanakwenda mahali ambako hawajawahi kufika wala hawakujui. Wameambiwa tu kwamba kuna nchi nzuri iliyojaa maziwa na asali, nendeni kwenye hiyo nchi ambayo Mungu amewarithisha watu wake. Sasa ilikuwa inahitaji imani. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inahitaji imani kwenda katika nchi hiyo ambayo unaambiwa imejaa maziwa, imejaa asali, kitu ambacho hakiaminiki katika akili kwamba kuna nchi kama hiyo ambayo maziwa ni bwerere, asali ni nyingi. Tangu zaliwe hujawahi kuiona hiyo nchi, alafu unaambiwa nenda. Katika kutembea mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwaka wa 10, mwaka wa 15, wa 20, ilichukua miaka mingapi? Miaka 40. Wanafika katika hiyo nchi, ilihitaji imani. Ndio maana wengine katikati ya safari walikengeuka, na Biblia inaweza jinsi ambavyo wengine Mungu aliwaua kwa sababu ya kutokuamini na kukengeuka. Yeye mwenyewe aliwaua. Nakumbuka wakati mmoja aliachia zile nyoka za moto, zikawauma watu wengi na kuwaua, kwa sababu watu wale walifika mahali wakakengeuka, wakakosa kuwa na imani, wakaanza sasa ni kama sasa wanakufuru. Mungu akaachilia nyoka. Hizo nyoka zikuwepo, zilitengenezwa kwa ajili yao ziweze kuwang'ata, na uking'atwa hakuna dawa ambayo ilikuwa inaweza kutibu. Kila aliyeng'atwa na nyoka ilikuwa ni kufa, mpaka walipotubu. Baba, tusamehe, tumefanya dhambi, tumenung'unika. Mako kaza nung'unika, sasa umetutoa kule Misri, sasa afadhali tungebaki kule Misri kule, ijapokuwa tulikuwa ni watumwa, lakini tulikuwa tunakula matikiti, tulikuwa tunakula sio vitunguu saumu, sio nini, lakini huku huyu Mungu yote aliyofanya mnaona kwamba si mema. Wakafa wengi sana. Hata sisi leo hatupaswi kunung'unikia Mungu. Amen. Usije ukamlalamikia Mungu, atufanye hivyo. Acha maombi ya kulalamika, acha maombi ya kunung'unika. Tumwendee Mungu kwa kunyenyekea, tukijua ya kwamba yeye ndio mwenye hatima ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Tunanung'unika, tunasahau mema mengi ambayo Mungu ametutendea kwa miaka mingi. Shida mara moja inamfanya mtu anaanza kulalamika, ananung'unika, mwingine anaacha na imani, kama ni hivi mimi siendelee na wokovu na nini. Umesahau mambo mengine mema mengi ambayo Mungu amekutendea. Bwana atusaidie tusio kama wana Israeli walionung'unikia Mungu, Mungu akaachilia kwao nyoka za moto. Amen. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa hodari, tuwe na moyo wa ushujaa, kwa sababu kuna ahadi nyingi ambazo Mungu ametuahidi sisi tumchao. Amen. Ahadi hizi ambazo Mungu ametuahidi nyingi sana za mafanikio, maana yeye ni Mungu mwenye kila kitu. Tunahitajika kuwa na imani, tunahitajika kumwamini Mungu,
Tusitie shaka katika eneo lolote lile, hata kama tunakutana magumu, tujue hayo ni mapito tu, na Mungu anapima imani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii. Ni wewe, imani yako wewe ndio itakayotengeneza maisha ya uzao wako. Tupo hivi tulivyo kwa sababu ya watu waliotutangulia, wazee wetu, wazazi wetu. Kwa hiyo sisi katika imani iliyo katika Kristo Yesu ndio ambao tuna uwezo wa kuwarithisha watoto wetu maisha mema yenye baraka tele. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7, Biblia inarudia tena, uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Ukiona Mungu anarudia neno hilo hilo mahali hapo hapo mara 2 mara 3, ujue kwamba hapo ndipo kwenye shina la kukuvusha wewe au kukufanikisha katika neno hilo. Mstari wa 6 tumeona uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mstari wa 7 tunaona uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Maisha ya imani, ndugu yangu mpendwa, nataka nikusisitizie maisha haya katika Yesu Kristo, maisha haya tulio nayo katika wokovu. Kama kuna kitu kinachohitajika sana na tumwombe Mungu tuwe nacho, ni kuwa hodari na kuwa shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Utakutana na vikwazo vingi, utakutana na shida nyingi katika maisha ya wokovu, utakutana na mambo mengi katika kumwamini Kristo, lakini kumbuka neno hili, uwe hodari, uwe shujaa. Maana ni kwamba usikengeuke kwa mkono wako kushoto au kwa mkono wako kulia, au ukaacha imani au ukachukuliwa na mawazo mengine. Wewe songa mbele, uwe hodari, uwe shujaa. Uwe hodari, uwe shujaa. Unapoona hayo yanakuja, ujue mahali unapokwenda sio mbali. Ukiwa hodari na shujaa, utapita katika wingu hilo, utapita katika msitu huo, utapita katika mapito hayo, unakwenda kutokea mahali peupe palipopema pazuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wanashindwa kuwa hodari na kuwa na mashujaa wa imani, na wakipatwa na magumu, sana magumu, tayari ameshalegea, tayari ameshachoka, tayari ameshakata tamaa. Kumbe alihitajika awe hodari kwa kipindi fulani kifupi tu na ushujaa mwingi, aende akatokee kwenye mafanikio yake katika jina la Yesu. Kila hatua inahitaji ushujaa na uhodari, ili Mungu akukweze, ili Mungu akuinue, ili Mungu akupeleke katika hatua nyingine. Lazima ukabiliane na mitihani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukabiliane na mitihani ambayo hiyo itakufanya wewe uonekane ni mtu wa viwango vingine, na ndipo unapoweza kupanda na kwenda katika viwango vingine vya juu zaidi kuliko vile ulivyokuwa navyo, kwa sababu uhodari na ushujaa uliokuwa nao umekuvusha katika mtihani na jaribu ambalo lilikuwa mbele yako. Wewe unakuwa ni mtu mwingine sasa, unakuwa ni mtu wa daraja lingine, unakuwa umepiga hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona mtu amekuwa ni mtumishi wa Bwana na anafanya kazi ya Bwana, na unaona ni kama kuna baraka fulani, unaona ni kama kuna kitu unakipokea kutoka kwake, huyo ujue hajafikia hapo hivi hivi. Ilimpasa kuwa hodari na kuwa shujaa, apite katika vikwazo vingi, katika majaribu mengi, katika mitihani mingi, ili afike mahali ambapo sasa anaweza kuwa mtumishi wa kuwasaidia na kuwajenga watu wengine. Maana yale ambayo yeye aliyapitia ndio hayo na wengine itawapasa kupita. Uwe hodari na ushujaa mwingi katika jina la Yesu. Uwe hodari na ushujaa mwingi katika jina la Yesu. Hiyo sio rahisi kama watu wanafikiria kwamba labda ni jambo tu la siku moja, siku mbili. Hapana. Mungu yeye mwenyewe anasema kwamba tumtafute kwa bidii. Amen. Sasa kwa nini Mungu atuambie tumtafute kwa bidii? Si angeonekana tu. Mungu si angeonekana tu, kwa nini tumtafute? Lakini ni yeye aliyeagiza
kwamba anitafutaye kwa bidii atafanya nini? Atafanya nini? Kwa nini tumtafute kwa bidii? Si angekuwepo tu huyu Mungu? Lakini anahitaji watu walio hodari, anahitaji watu walio mashujaa. Wako watu walio hodari katika imani, wako watu wanaosema kwamba ni mashujaa katika imani. Bwana asifiwe. Ndio maana hata katika Biblia sura ile ya Waebrania 11 inaitwa sura ya mashujaa wa imani. Ukisoma ile Waebrania sura 11 ile yote inaitwa sura ya mashujaa wa nini? Wa imani. Lakini sio hilo tu, katika mambo ambayo Yoshua aliagizwa ili aweze kufanikiwa, tunaangalia pale katika Yoshua sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 9, na hapa tulikuwa tunaangalia sasa mstari ule wa 7. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Tunaona maandiko yanajirudia tena kutoka katika mstari wa 6. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona neno la Mungu jinsi ambavyo linatufundisha ili tuweze kufanikiwa sana kwa Mungu, sio kwa akili zetu. Tufanikiwe sana kwa nani? Kwa Mungu. Anasema tusiende mkono wa kushoto wala wa kuume, tupate kufanikiwa sana. Tunaona hapo, yaani usiliache neno la Mungu ukaanza kwenda au kufanya unavyofikiri mwenyewe au kwa kushawishiwa na watu au vinginevyo. Utafanikiwa. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Mstari wa 8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kitabu hapo mwanzo kwa Torati, sasa hivi kusema ni Biblia hii, Injili ya Kristo. Bwana asifiwe. Kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake usiku na mchana. Watu wengi hawana nafasi ya kutafakari maneno ya Mungu. Tukifunga Biblia zetu hapa ni mpaka utakapoambiwa tena, unajua kesho ni ibada, au siku ile ile ya ibada, ndio tunaanza kutafuta Biblia iko wapi? Niliweka hapa Biblia yangu. Amechukua nani? Uliweka lini? Si Jumapili iliyopita. Nakumbuka nilidu ibada nikaweka hapa. Wiki yote mtu akupata nafasi ya kutafakari maneno ya Mungu. Biblia inasema kwamba kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu wengi tunaamini kufanikiwa na kustawi sana ni kwa maombezi. Biblia haisemi hivyo, kwamba utakapoombewa sana ndipo utakapofanikiwa sana. Biblia haisemi hivyo. Yatafakari maneno ya Mungu usiku na mchana, upate kutenda sawasawa na maneno hayo ya Mungu yaliyoandikwa katika Biblia, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Hayo yalikuwa ni maagizo aliyokuwa anaambiwa na Mungu Yoshua ili apate kufanikiwa katika jukumu alilokuwa amepewa la kuongoza wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio Yoshua tu, hata sisi ili tupate kustawi, tupate kufanikiwa, lazima tuwe ni watu ambao tunayatafakari maneno ya Mungu, tunayasoma na kuyacheua,
tunasikia kama hivi tunavyosikia na kucheua tena baadaye kwamba neno hili Mungu alikusudia mimi binafsi katika maisha yangu mimi, inapokuja swala la kuwa hodari na moyo wa ushujaa katika imani, mimi nikoje? Niko namna gani? Ni nani ambaye hapendi kufanikiwa? Nani ambaye hapendi kustawi? Kumbe siri yake ipo katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo anavyoagizwa Yoshua. Kitabu hiki, maneno haya yasiondoke kinywani mwako, yatafakari mchana na usiku. Mstari wa 9. Je, si mimi niliyokuamuru? Yaani Mungu wewe sana unauliza kwamba maneno haya hayakutoka kwangu mimi Mungu? Si mimi Mungu ndiye ninayekuambia? Kwa hiyo kama ni mimi Mungu ninayekuambia, je, si mimi niliyokuamuru? Anarudia tena, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mara ya 3 hiyo. Katika mistari hii michache hii. Hii ni mara ngapi? Ya 3. Mstari wa 9. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa sababu katika imani hii, katika wokovu huu yako mambo utakayokabiliana nayo, lakini usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako, katika jina la Yesu. Siogope. Ndio Paulo mtume alikutana mambo mengi sana katika utumishi wake, hakuogopa wala kufadhaika, maana alishafundishwa kabla kwamba katika kazi hii utakutana na uadui, utakutana na mafedhuli, utakutana na watu ambao wanapinga imani hii, utakutana nao. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni rahisi sana kushawishika, mimi nafikiri Mungu ameniacha. Hivi kweli Mungu angekuwa pamoja na mimi kweli angeruhusu hili litokee kweli? Nafikiri Mungu ameniacha. Ndio maana tunatakiwa tuwe wanafunzi wa Yesu ambao tunajifunza Biblia. Tuna uwezo kujifunza kutoka kwa wenzetu waliotangulia kwamba wao walipita katika nyakati gani, walikabiliana na mambo gani. Je, hayo ambayo sisi tunakabiliana nayo ni mambo mapya, ni mageni? Ukifuatilia utakuta kwamba sio. Hata wale tutangulia walikabiliana nayo, tena makubwa na mazito kuliko yale ambayo sisi tunakabiliana nayo. Lakini wale waliotangulia walikuwa hodari na tena walikuwa na moyo wa ushujaa. Ndio maana mambo hayo kwao yalikuwa ni mepesi sana. Walikuwa na imani kubwa, wakawa hodari sana katika mambo ya imani, wakawa ni mashujaa sana katika mambo ya imani. Hata yale yalikuwa mazito yakaonekana ni mepesi. Leo mambo mepesi sana kwetu sisi yanaonekana ni mazito sana, lakini kwa sababu hatuna ushujaa, moyo wa ushujaa, na hatujawa hodari. Bwana atusaidie na tena atubadilishe tuwe hodari na moyo wa ushujaa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na utaweza kuona hatima yake sasa. Huyu Yoshua, kutokana na hayo ambayo aliagizwa na Mungu akayaishi, aliambiwa wewe hodari, akawa hodari kweli. Hata ilifikia mahali wakati mmoja katika vita walikuwa wanapigana vita, wanapigana vita hivi, jua likawa linazama kama hivi, na ikaonekana giza linaingia litazuia wana wa Israeli wasiendelee kushinda katika vile vita. Yoshua kwa uhodari wa imani aliyokuwa nao, kwa ushujaa aliyokuwa nao katika maombi yake, aliomba jambo ambalo aghalabu sasa hivi hakuna mtu ambaye anaweza kuomba. Yoshua aliomba akasema, wewe jua simama kimya. Maandiko yanasema kwamba jua likabaki pale pale mwendo wa siku mzima, yani masaa mengine 12, jua likabaki pale pale halikuzama, ili wana wa Israeli waendelee kuvipiga vita na kuwashinda maadui zao wakati wa mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuona ni jinsi gani huyo Yoshua sasa alikuja kuwa mtu hodari, akawa na moyo wa ushujaa, na hata akaomba mambo ambayo hakuna nabii wala mtume mwingine mbele yake ambaye aliwahi kuomba.
na Mungu akasikia maombi hayo. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanaeleza jinsi ambavyo Yoshua baada ya kuwa amevuka mto Yordani akaweza kupigana vita vingi maandiko yanaeleza jinsi ambavyo aliweza kupigana katika kusafiri kwake na kutembea kwake kuelekea Kanaani akiwaongoza wana Israeli. Aliweza kupambana na falme tofauti 31 na wote akawapiga wote, akawashinda wote, akaingia Kanaani mwanaume, akawaingiza na wana wa Israeli ambao alipewa waingize, akaingia nao akashinda katika jina la Yesu. Lakini kwa sababu alikubali yale maneno ya Mungu na akayachukua kama yalivyo, akawa ni mtu ambaye ayakisha kwamba anakuwa hodari wakati wote na tena anakuwa na moyo wa ushujaa. Angalia kitabu cha Yoshua hapo sura ya 12 mstari wa kwanza alafu mstari ule wa 24. Kitabu cha Yoshua sura ya 12 mstari wa kwanza alafu tutaruka mstari mingine, tutaangalia mstari ule wa kumalizia wa 24. Lakini hapa katikati wanatajwa hao wafalme hao ambao aliwashinda kwa majina yao na majina ya falme zao. Mstari wa kwanza: basi hawa ndio wafalme wa nchi ambao wana wa Israeli waliwapiga na kuimiliki nchi yao ng'ambo ya pili ya Yordani, upande wa mawio ya jua, kutoka bonde la Amoni mpaka mlima wa Hermoni, na nchi yote ya Araba upande wa mashariki. Sasa hapo ukianzia mstari wa pili hapo wafalme wanaanza kutajwa hapo, wafalme kwa majina yao. Sihoni mfalme wa Amori aliyekaa huko Heshboni, naye ndiye aliyetawala toka Aroeli ulioko kando ya bonde la Armoni, na toka huo mji ulio katikati ya bonde. Maelezo mengi ya ufalme hapo, lakini mstari wa mwisho sasa huu wa 24, mfalme wa mwisho anatajwa hapa, na mfalme wa Tirsa mmoja. Wafalme hao wote walikuwa ni 31. Wafalme hao wote ambao Waisraeli waliwapiga na kuwamiliki nchi yao ng'ambo ya pili ya Yordani, jumla yao walikuwa ni wafalme 31. Na neno lile ambalo Mungu alimwambia Yoshua likatimia, kwamba hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Ukisoma huko nyuma kabla katika Kumbukumbu la Torati, tunaweza kuona jinsi ambavyo Musa yeye naye aliwaongoza wana wa Israeli wakawapiga maadui zao falme nyingi sana, sawa sawa na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Bwana anaposema sasa kwamba hata sisi nasi tuliomwamini hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako, ikiwa wewe utakuwa ni mtu hodari katika imani na tena utakuwa na moyo mkuu wa ushujaa. Hapata kuwa na adui yeyote, hapata kuwa na pepo yeyote, hapata kuwa na mchawi yeyote, hapata kuwa na ugonjwa wowote, hapata kuwa na yeyote yule atakayeweza kusimama mbele yako katika jina la Yesu. Maana yeye aliyekuita, yeye aliyekuokoa yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu anasema hapata kuwa na yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Kama kuna anayesimama mbele yako sahihi, kuna adui anayekutumikisha sahihi, kuna ugonjwa unaokutumikisha sahihi, kuna jambo lolote lile ambalo linasimama mbele yako linakusumbua, Bwana amesema hapata kuwa na yeyote yule ambaye ataweza kusimama mbele yako, hata kuacha wala hata kupungukia, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hapata kuwa na mchawi yeyote atakayeweza kusimama mbele yako katika jina la Yesu. Hakutakuwa na majini yeyote yatakayoweza kusimama mbele yako katika jina la Yesu. Kama Bwana alivyokuwa pamoja na Musa, kama Bwana alivyokuwa pamoja na Yoshua, Bwana huyo hajabadilika, atakuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu. Hapata kuwa na ugonjwa wowote utakaoweza kusimama mbele yako katika jina la Yesu. Hakutakuwa na uadui wowote ule
katika mipaka ambayo Bwana amekupatia, kwamba ni mipaka ya familia yako, mume wako, watoto wako, biashara zako, katika mipaka yako, mambo ambayo Mungu ameamuru kwamba yamiliki. Katika hayo yote hapata kuwa na yeyote atakayeweza kusimama mbele yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu wanalalamika, unajua mimi, tunalialia, watu tumeokoka, watu tunamjua Mungu, tunalialia. Wewe, Bwana amesema uwe hodari, uwe na moyo wa ushujaa, kwa sababu yeye amesema hapata kuwa na yeyote yule, hakuna mwenye kibali yeyote kusimama mbele yako wala mbele yangu, adui yoyote wa jina lolote, haijalishi ana nguvu gani, ametokea wapi, ana nini, ana sifa gani. Neno la Bwana limesema hakutakuwa na yeyote atakayeweza kusimama mbele yako wewe, katika jina la Yesu. Katika maisha yako yote, hakuna adui anayetakiwa kuwa adui wa milele katika maisha yako wewe, katika jina la Yesu. Jambo lolote lile ambalo unalipitia kwa muda tu, lakini Mungu amesema hilo halitasimama mbele ya maisha yako. Hilo ni la muda, linapita. Wewe unatakiwa kuwa hodari tu, uwe na moyo wa ushujaa. Hayo yote yanatakiwa yapite, yaachie njia, wewe upite katikati, katika jina la Yesu. Bwana ameamuru iwe hivyo, Bwana amenena iwe hivyo, lazima hayo yaachie. Maana amesema hapata kuwa na yeyote atakayesimama mbele yako. Kama liko mbele yako, lazima lipishe njia, lipishe kushoto, lipishe kulia, wewe lazima upite. Maana liko mbele yako, maana ni kwamba la kukuzuia, linalokuwa mbele linazuia. Hakuna lolote ambalo linatakiwa likuzuie wewe mbele yako, katika jina la Yesu. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Nani anasimama mbele yako? Nani anakuzuia? Ugonjwa gani unakuzuia? Adui gani anasimama mbele yako? Na kulia tu, unajua mimi. Wewe uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mahali pale uliposimama juu, simama juu. Nani anasimama mbele yako? Mungu amesema hapata kuona mtu atakayeweza, hapata kuona atakayesimama mbele yako. Ndio anasema hivi, nitafakari neno la Mungu usiku na mchana. Maneno haya ni mazito sana ndugu zangu. Ikiwa Yesu amesema hapata kuwa na yeyote atakayesimama mbele yako, wewe mbona unaamini haya maneno? Mbona unalialia? Mbona unalalamika? Mungu amesema nini? Unakosa kuwa hodari wa imani, unakosa kuwa shujaa wa imani. Njoo uombe na watu hapa. Hivi vita ni vya maombi. Huo hodari na ushujaa na imani vinahitimishwa na maombi. Lazima uombe. Nani amesimama mbele yako? Majini gani amesimama mbele yako? Ugonjwa gani umesimama mbele yako? Ni nani aliye mbele yako? Maandiko yanasema kwamba hapata kuwa na yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Wewe mbona wako walioweza kusimama mbele yako? Ni kwa sababu wewe mwenyewe umeruhusu. Umekosa kuwa hodari, umekosa kuwa shujaa, umewaruhusu maadui zako wamesimama mbele yako, wanakuzuia, wanakutesa, wanakushughulikia. Simama katika jina la Yesu. Shindana katika jina la Yesu. Ni neno la Mungu hili, sio la mchungaji. Nimesoma Biblia hapa, sio maneno yangu mimi. Haya sio maneno yangu, ni maneno ambayo Mungu alimwambia Yoshua, ni maneno ambayo Mungu alimwambia Musa, sio maneno yangu. Kama ilivyoandikwa hapa, ndivyo tulivyosoma. Hapata kuwa na mtu yeyote, sema hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako,
kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, ndivyo atakavyokuwa pamoja na wewe, hata kupungukia, hata kuacha, katika jina la Yesu. Hapo alimwambia Yoshua, lakini miaka mingi iliyopita alimwambia Musa. Torati 11 mstari ule wa 22 mpaka 25. Turudie wote hapo, yaingie ndani ya moyo wako, yashike hayo maneno. Sema, kwa kuwa kwamba mtayashika kwa bidii maagizo haya yote ni waagizayo kuyafanya, kumpenda Bwana Mungu wenu na kutembea katika njia zake zote na kushikamana naye, ndipo Bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu, nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu patakuwa penu. Tokea hilo jangwa na Lebanoni, na tokea mto wa Frati mpaka bahari ya magharibi, itakuwa ndiyo mipaka yenu. Hapata kuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Bwana Mungu wenu ataweka utisho wenu na kuhofiwa kwenu juu ya nchi yote mtakayoikanyaga, kama alivyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi simjui adui aliyosimama mbele yako kwamba ni nani, ni ugonjwa, ni nini, ni umaskini, ni nini, ni kukosa nini, umekosa nini, nani adui yako? Wewe ndio unamjua adui yako. Bwana amesema hatawezi kusimama mbele yako. Uwe hodari, uwe na moyo wa ushujaa. Hebu mwambie akupishe, mwambie aondoke huyo anayesimama mbele yako. Mwambie, Bwana amesema nami, Bwana amesema nami, neno lake ni kweli, neno lake ni amini. Pisha, 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 pisha kwa jina la Yesu. Pisha. Huwezi kusimama mbele yangu, huwezi kunizuia, huwezi kunizuia kwa jina la Yesu Kristo, maana Bwana amesema nami. Jioni ya leo, jioni ya leo Bwana amesema na mimi. Pisha njia, achia njia. Huwezi kusimama mbele yangu, huwezi kukaa ndani yangu, huwezi kunitesa kwa mamlaka niliyo nayo katika jina la Yesu. Maana imeandikwa, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yangu, kusimama mbele yangu kwa mamlaka niliyo nayo na kwa neno la Bwana. Kwa neno la Bwana ninakuamuru, achilia, achilia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shindana, shindana, shindana. Uwe hodari, uwe hodari, uwe na moyo ushujaa, uwe na moyo ushujaa, uwe na moyo ushujaa. Shindana sasa, shindana sasa. Waamuru hao maadui, waamuru hao wanaosimama mbele yako. Hawawezi kusimama mbele yako, hawatakiwi kusimama mbele yako. Kama unasimama mbele yako, wewe umewaruhusu, wewe umewaruhusu. Ni nani huyo? Ni nani huyo? Nani huyo? Kwa jina la Yesu na kwa mamlaka tuliyo nayo, ondoka, 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 ondoka. Achilia, achilia kwa jina la Yesu. Achilia kwa mamlaka tuliyo nayo. Bwana amenipa mamlaka ya kukanyaga joka na nge na nguvu zote za yule adui. Hakuna kitu kitatudhuru kwa jina la Yesu Kristo. Kanyaga, haribu. Mwambie, wewe adui, una mamlaka, una mamlaka, maana Bwana amesema hamtaweza kusimama, hamtaweza. Amenipa kumiliki, amenipa kutawala popote pale nitakapokanyaga kwa nyayo za miguu yangu. Mahali hapo ninapoteka, ninakuwa ni papangu, ninateka yoyote yale niliyokanyaga. Popote pale nilipokanyaga, ninapoteka, ninakuwa ni papangu kwa jina la Yesu. Omba, 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 omba. Shindana, uwe hodari, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hilo ndilo ambalo linakosekana. Hodari katika imani, ushujaa katika imani.
kwa mamlaka tuliyonayo, kwa jina la Yesu. Bwana wa uweza, asante kwa ajili ya neno hili, asante kwa ajili ya neno hili, asante kwa ajili ya neno hili Bwana, umeituma kwa leo kwa jina la Yesu. Omba, shughulika na huyu wewe, shughulika na hao waliosimama mbele yako, shughulika na hao wanaokuzuia, shughulika na hao ambao wamekufanya kuwa mateka, shughulika na hao wanaokutesa, wamekutia kwenye kifungo, wanakuonea, wanakutesa, shughulika nao kwa jina la Yesu. Kataa usimame mbele yako. Asante Bwana. Kwa jina la Yesu. Omba.